بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نا ومتكيه سانا سلام سورة الأنام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. نواصل درسنا من دروس المرأة مهمة للنساء باب الوهي بعون الله الكريم ومنه وكرمه. تصوم درس 50 كما قال المؤلف. الدرس 50 يجب على المرأة، فنواجبيك أيها mwanamke wa Kiislamu أن تستأذن زوجها، kumtakaidhini mume wake fi siyamin nafila, katika funga za sunna, wa alla tasmaha li ahadin, na kutomruhusu yoyote yule bidukhuli li baitihi, kuingia katika nyumba yake, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Wa hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam aliposema la yahillu lilmar'a, si halali kwa mwanamke, maana yake ni haramu, an tasuma wa zawjuha, kufunga hali ya kuwa mume wake shahidun, bado yumo ndani ya huo mji, hajasafiri, hajaondoka, illa biidhni, isipokuwa afunge funga ya sunna kwa idhini ya mume wake. Wala ta'dhana fi baitihi, na wala asimpe idhini ya kuingia katika nyumba ya mume wake, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii amepokea al-Imam al-Bukhari. Fahadha darsa hii ni risalatun ila al-mar'ati salafiyya, hii ni risala kwa mwanamke wa kisalaf, mwanamke wa Kiislamu anayefuata Qur'ani na Sunna wa fahamu as-salaf as-salih. Kwa sababu darasa hii inakusudia kutaja nini? Huququ az-zawji, haki za mume. Kwa hii darasa ni risalatun ila al-mar'ati as-salafiyya fi huquqi zawjiha, ni ujumbe unaoelekezwa kwa mwanamke wa kisalaf kuhusu haki za mumewe kwake yeye. Sitofahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio viongozi, ndio wasimamizi juu ya wanawake, bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd, kwa sababu ya yale ambayo Allah amewafadhilisha baadhi yao juu ya wengine, wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa sababu ya vile walivyovitoa kutokana na mali zao. Sasa mume huyu ana haki gani kwa mkewe? Muallif wafaqahu Allah ta'ala ametaja alhaqu alawwal min huquqi zawji ala zawjiha, haki ya kwanza miongoni mwa haki za mume kwa mkewe, kwa maana mke anawajibika kuwa hivyo kutekeleza, ni adamu as-siyami tatawwu'an illa biidhnihi, adamu as-siyami tatawwu'an illa biidhnihi, ni kutofunga funga ya sunna isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Hiyo ndio haki ya kwanza kama alivyotaja al-muallif, adamu as-siyami tatawwu'an illa biidhnihi, ni kutofunga funga ya sunna isipokuwa kwa idhini yake. Adamu as-siyami tatawwu'an illa biidhnihi, ni kutofunga funga ya sunna isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Na hili ni kwa hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, hadithi ya Abu Hurairah ma fi al-Bukhari wa Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yahillu lilmar'a, si halali kwa mwanamke, maana yake ni haramu, an tasuma wa zawjuha shahidun, kufunga hali ya kuwa mumewe yupo, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini yake. Na hili linaonyesha kwamba haqu zawji ala zawjatihi adhim, haki ya mume kwa mkewe ni kubwa zaidi, ni kubwa mno, kama ninavyoona katika hii hadithi. Mtume alayhi wasallam amebainisha baadhi ya haki za mume na yale yanayowajibika kwa mwanamke, kwa sababu amemkataza mwanamke kufunga funga ya sunna hali ya kuwa mumewe yumo ndani ya huo mji, hajasafiri, hajaondoka, illa biidhnihi, kwa afunge hiyo funga ya sunna kwa idhini ya mumewe. Ama funga za faradhi, hapana, funga za faradhi hapahitajiki idhini ya mumewe. Tayeb, hiyo ni haki ya kwanza min az-zawj, hiyo ni haki ya kwanza min huquqi az-zawj. Alhaqu athani, na hii na illa kwamba kwa sababu mwanamke ni hitajio la mumewe muda wowote ule na saa yoyote ile,
qad yakunu naharan, anaweza kawa hitajio lile likawa wakati wa mchana au masaan au jioni au sabahan au asubuhi au lailan au wakati usiku. Ndio maana ameambiwa asifunge funga ya sunna isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Wazi. Alhaqu athani, haki ya pili ya mume kwa mkewe, adamu idkhali ahadin baitahu illa biidhni. Adamu idkhali ahadin baitahu illa biidhnihi, ni kutomuingiza, kutompa idhini ya kuingia ndani ya nyumba ya mumewe isipokuwa kwa idhini yake huyo mume, isipokuwa kwa idhini ya huyo mume, kama qala an-nabi sallama min hadithi abi huraira inda al-bukhari wa muslim, tumesema wala ta'dhana fi baitihi, na wala asimpe idhini ya kuingia katika nyumba yake yote ule illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini yake huyo mume. Sawa sawa huyo anayetaka kuingia ni mwanaume au anayetaka kuingia ni mwanamke, asiingie ndani ya nyumba isipokuwa kwa idhini ya mumewe. Kwa sababu gani? Dhalika yujibu su'a dhann, kwa sababu wewe mwanamke utakapomuingiza mtu ndani ya nyumba yako bila idhini ya mumewe, sana sana mwanaume, jambo hilo linapelekea wewe kudhaniwa vibaya, bali yab'athu al-ghirata allati hiya sababu al-qati'ah, bali jambo hilo linapelekea mtu au na wivu, jambo ambalo linapelekea kuharibika kwa ndoa baadaye. Ndio maana kaambiwa atakaingia katika nyumba awe mwanaume awe mwanamke ni lazima aingie kwa idhini ya mumeo. Wazi. Kadhalika min huquqi zawj, miongoni mwa haki za mume kwa mkewe kama anavyotaja ahlul ilm rahimahumullah ni at-ta'atu fil ma'ruf, ni mwanamke kumtii mumewe katika mema. At-ta'atu fil ma'ruf, ni mwanamke kumtii mumewe katika mema, na haya tumezungumza kule nyuma. Walmar'atu as-salafiyya tuti'u zawjaha fil ma'ruf, mwanamke wa kisalafi anamtii mumewe katika mambo yaliyo mema, duna ma'siyah, pasna kumtii mumewe katika mambo ya kumaasi Allah, sababu taa ya kumtii mume ni ta'atun muqayyada, taa iliyofungwa bi ta'ati Allahi wa rasulihi, iliyofungwa na kumtii Allah na mtume wake. Kwa hiyo mke atamtii mumewe idha amara bi ta'ati Allahi wa rasulihi, atakapoamrisha kumtii Allah na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama qala an-nabi sallama innama at-ta'atu fil ma'ruf, hakika kutii katika mambo mema. Kwa hiyo hiyo ni haki ya mume kwa mkewe. Mke lazima amtii mumewe katika mambo mema. Tumesema idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke atakaposwali swala zake tano, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhan, wa hafidhat farjaha, na akahifadhi utupu wake, wa ata'at zawjaha, na akamtii mumewe, qila laha dukhulil janna min ayi abwabil jannati shi'ta, ataambiwa yeye ingie peponi kwa mlango wote ule wa pepo unaotaka, kama rawahu Ahmad wa sahahahu al-Albani. Wa ta'atu fil ma'ruf, mtii mumewe katika mema. Hiyo ni katika haki za wajib za mume kwa mkewe. Mkewe lazima amtii mume wake, ni wajibu, sio khiari, na aogope sana kumuasi mume wake. Haki ya tatu au ya nne ni taqdimu haqqi zawji, mume ana haki ya kutangulizwa haki yake. Kwa hiyo ni taqdimu haqqi zawji, kuitanguliza haki ya mume, kuitanguliza haki ya mume. Mwanamke anatakiwa ajue hilo kwamba haki ya mumewe ni muqaddamun ala huquqil walidain, haki ya mume ni kutangulizwa juu ya haki za wazazi wake wawili, haki za jamaa zake, haki za watu wake wa karibu, haki za viumbe vyote. Baada ya haki ya Allah na haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi panafuata haqqu zawj, haki ya mumeo, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law kuntu amiran ahadan, lao ningalikuwa ni mwenye kumwamrisha mmoja, an yasjuda li ahadin, kumsujudia mtu mwingine, la amartu almar'ata, basi mimi mtume ningalimwamrisha mwanamke an tasjuda li zawjiha, kumsujudia nani? Mumewe. Kwa sababu gani? Mtume anasema li'adhimi au li'idhami haqqihi alayhi, kwa sababu ya ukubwa wa haki ya mume juu yake. Kwa taqdimu haqqi zawji, kutanguliza haki ya mume, hiyo ni katika haki ya mume. Haki ya nne, ya tano,
ni adamu limtina'i min alfirash. Adamu limtina'i min alfirash ni kuto, adamu limtina'i min alfirash ni mwanamke kutomnyima mume wake mwili wake kwa ajili ya jimaa. Adamu limtina'i min alfirash ni kutomzuilia mumewe kitandani kwake. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha da'a ar-rajulu imra'atahu, tumeyasema mwanaume atakapomuita mke wake ila firashi, kwenye kitanda chake au godoro lake, faabat, kisha mwanamke akakataa, faabat, kisha mwanamke akakataa, fabata ghadbana alaiha, kisha mume akalala hali ya kuwa mkasirika mkewe kwa sababu amemnyima jimai kitandani. La'anatha almalaika, malaika wanamlani mwanamke huyo hatta tusbiha, mpaka ifike asubuhi. Muttafaqun alayhi. Hapo wanawake wanatakiwa wawe makini sana, na ndio maana tukasema hii darsa ni risalatun ila almar'ati almuslima fi huquqi zawjiha, ujumbe kwenda kwa mwanamke wa Kiislamu kuhusu haki za mume wake. Kwani adamu limtina'i min alfirash ni kutomzuilia mumewe kitandani kwake, kwenye kitanda, simzuilie jimaa, bali ajitoe kwa ajili ya mume wake. Na haya yote anayafanya kwa ajili ya kumridhisha Allah tabaraka wa taala, kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa taala. Na ikiwa imetokea amechoka, basi mwanamke atumie muomba mume wake, kwa sababu mwanaume naye ni binadamu, anaelewa ikiwa anahitajia na amechoka, basi amuombe mume wake. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema katika hadithi ambayo ni sahihi, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema kuonesha ukubwa wa haki ya mumewe kwenye jimaa. Mtume anasema idha da'a ar-rajulu imra'atahu faltajib, mwanaume atakapomuita mke wake kitandani kwake kwa ajili ya jimaa, na aitikie. Wa in kanat ala dhahri qatbin, idha da'a ar-rajulu imra'atahu faltajib, mwanaume atakapomuita mke wake kwa ajili ya jimaa, na aitikie. Wa in kanat ala dhahri qatbin, subhanallah, hata kama mwanamke yupo katika mgongo wa qatbi. Qatbi ni sehemu ambayo wanawake huwa wanajifungulia, nakalishwa hapo, ni kitanda maalum, ni sehemu maalum imeandaliwa, anawekwa hapo kisha anajifungulia, anazaa. Maana yake nini? Hata mkeo au mumeo amekuita wakati uchungu umekubana, unataka kuzaa, na mume wako anakuhitajia katika saa hizo, Mtume alayhi salam anasema faltajib, aitikie, kuonesha ukubwa wa haki ya mume kwako wewe, na wala hautakiwi kumzuilia. Ikiwa katika uchungu umeambiwa muitikie, vipi umelala kwenye sita kwa sita? Min babi aula. Bali Mtume alayhi salam anasema katika riwaya nyingine, almar'atu la tuaddi haqqa Allahi alaiha, mwanamke kamwe hatatekeleza haki ya Allah kwake yeye, juu yake yeye, hatta tuaddi haqqa zawjiha kullahu, mpaka atekeleze haki za mume wake zote. Hatta law saalaha, hata huyo mume amemwomba jimai mke wake, wa hiya ala dhahri qatabin, na yeye mke yupo katika kitanda cha kujifungulia, lam tamna'uhu nafsa, asimzuilie nafsi yake huyo mume wake. Hadithun sahih, sahih al-Albani silsilati sahiha. Wazi, kwa wanawake waone huwa wanafanya makosa makubwa sana kwa waume zao. Hiyo ni haki ya wajibu, lakini wako wanawake hawawapi jimai waume zao mpaka amnunulie kitu fulani anachotaka, bali kwenye jimai, wakati wa jimai yeye ndo anaufanya kuwa ndo wakati wa nini, wa kudai kitu anachokihitaji. Wakati wa jimai umekuwa ndo wakati wa wanawake wengi kudai mahitajio yao wanayoyahitaji kwa waume zao, wakijua kwamba hatakataa mfano wake. Hili si jambo la sawa, kwa sababu hiyo ni haki yake ya wajibu. Wako wanawake wanaotabisha waume zao katika masuala ya jimai mpaka wapate shida kwelikweli, wanapata jimai kwa shida na tabu, waone kwamba wanafanya makosa makubwa. Kama kwenye uchungu umeambiwa umpe jimai mumeo atakapokuwa amekuhitajia, na hili haina maana kwamba mumeo akudai jimai wakati na uchungu, bali ni kinaya cha kuonesha nini? Kuonesha ukubwa
na ulazima wewe mwanamke kumpatia jimai mmeo. Wazi? Tayib. Wa min huquqi az-zawj ni adamu al-khuruj min al-bayt illa bi'idhnihi, ni kutotoka nje ya nyumba ya mumewe isipokuwa kwa idhini yake. Adamu al-khuruj min al-bayt illa bi'idhnihi, ni kutotoka nje ya nyumba ya mume wake isipokuwa kwa idhini yake. Adamu al-khuruj min baytihi, kutotoka nje ya nyumba yake nyumba ya mume wake isipokuwa kwa idhini yake, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameamrisha wanawake mkae majumbani mwenu, katika majumba ya waume zenu. Waqarna fi buyutikunna, na tulizaneni katika majumba ya waume zenu, au waqirna fi buyutikunna, na tulizaneni, lazimianeni katika majumba ya majumba yenu. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah. Tayib, na utakapotoka basi hauruhusiwi kutoka bila idhini ya mume wake. Wazi? Hata kama unaenda katika kheri, unaenda msikitini, unaenda kuswali, unaenda darasani, unaenda wapi, kokote unakwenda, maadamu unatoka lazima utake idhini kwa mumeo, kama alivyosema Mtume, la tamna'u ima Allah masajid Allah, enyi wanaume msiwazuilie waja wa kike wa Allah kwenda katika misikiti ya Allah. Maana yake watakapotoka lazima watake idhini, na wanawake wengi ma'al asafi shadid hawajui namna ya kutaka idhini. Mtume anasema la tamna'u nisa'akum almasajida idha sta'adhanakum ilayha, msiwazuilie wanawake zenu kwenda msikitini watakapokutakeni idhini ya kwenda huko msikitini. Unashamba hata unakwenda msikitini, unakwenda darasa, kwenda kwenye muhadhara, unakwenda wapi, ni wajibu, ni haki ya mumeo wewe umtake idhini. Nikasema wengi katika wanawake pia hawajui kutaka idhini. Yeye anataka kwenda kwa mama yake, basi anaondoka, akifika anapiga simu, mume wangu niko kwa mama huko mara moja, kinitafuta nipo kwa mama huko. Sio anataka idhini hapa, yeye anatoa taarifa tu, mimi nimetoka nyumbani hapo nipo kwa mama. Haya ni makosa, haya ni makosa. Na Aisha radhiallahu ta'ala anha ameonesha namna ya kutaka idhini kwa mumeo. Aisha radhiallahu ta'ala anha ameonesha namna ya kutaka idhini kwa mume wako. Alitaka vipi idhini Aisha? Imekuja hadithi katika Sahih Bukhari, faqultu min Aisha, nikasema atadhan li, ewe Mtume, mume wangu wake mume wake wanipa, je unaniruhusu mimi, je unanipa idhini mimi an atiya abawayya, je niwaendee wazazi wangu wawili? Namna kutaka idhini. Atadhan li an adhhaba ila suq, ewe mume wangu, je unanipa idhini mimi niende sokoni? Atadhan li an adhhab ila almasjid ila almadrasa ila na mfano haya. Sio mume wangu mimi naenda sokoni, ndio sawa, naomba idhini mume wangu ya kwenda sokoni, hiyo ndio sawa sawa. Au je ewe mume wangu, je unanipa idhini ya kwenda sokoni nikafanye kadha kadha kadha? Tayib, hiyo au hivyo ndivyo inapokuwa almar'atu as-salafiyya. Na hiyo ndio maana yetu ya kusema adamu al-khuruj, kutotoka nje ya nyumba yake, adamu al-khuruj min al-bayt illa bi'idhni, kutotoka nje ya nyumba isipokuwa idhini ya nani? Ya mume wake. Kadhalika min huquqi az-zawji khidmatuhu bil ma'ruf, khidmatuhu bil ma'ruf, ni kumtumikia mume wake kwa wema. Khidmatuhu bil ma'ruf, kumtumikia mume wake kwa wema, kama anavyoeleza mwanamke wa kisalaf, kama anavyoeleza mwanamke wa kisalaf Asma bint Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anha, kama jaa fi sahih Muslim, kuntu akhdimu az-Zubaira khidmat al-bayt, mimi nilikuwa namtumikia Zubair. Kuntu akhdimu az-Zubaira, mimi nilikuwa namtumikia Zubair mume wangu, khidmat al-bayt, zile huduma zile zote za nyumbani nilikuwa namtumikia mume wangu, nilikuwa namtumikia mume wangu. Wazi? Tumeona hapo mpaka mwisho hadithi unaonesha namna ambavyo mwanamke huyu Asma bint Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anha alivyokawa anamtumikia mume wake. Wewe ni salafia, ni katika maswahaba huyo. Kuntu akhdimu az-Zubair, nilikuwa mimi nikimhudumia az-Zubair khidmat al-bayt, huduma za nyumbani zote. Wa kana lahu farasun, na alikuwa ana yeye farasi. Wa kuntu asusu, nami ndiye nilikawa na mchunga huyo farasi.
falam yakun min alkhidmati shay, na hapa kuwepo na kazi yoyote iliyonishinda. Falam yakun min albayti au min alkhidmati shay'un ashadda alayya min siyasati alfaras, hakuna kazi iliyokuwa inanishinda zaidi mimi nyumbani na iliyokuwa ni ngumu zaidi kushinda kufanyaje kumlisha au kumchunga yule farasi. Ilikuwa ni kazi ngumu sana. Kuntu ahtashu lahu, anaeleza kuntu ahtashu lahu wa aqumu alayhi wa asusuhu, mimi nilikuwa namtafutia majani namwangalia na namchunga. Qala thumma innaha asabat khadim, akasema Asma, kisha baadaye akampata mtumishi. Mtume alayhi wasallam aliletewa mateka, jaa an salama sabyun fa ataha khadim. Mtume sallallahu aliletewa nini? Aliletewa mateka Mtume alayhi wasallam wa vita, akampa mtumishi. Qalat kafatni siyasat alfaras, ile mtumishi alipofika nyumbani kwa Asma binti Abi Bakar, sababu mume wake ni Az-Zubair, hali ilikuwa asema mtumishi yule alinitosheleza katika kumhudumia farasi tu na akaniondolea mzigo wake, lakini mambo mengine yote yalibaki kama yalivyo. Sio kama wanawake wa kileo, akipatikana mtumishi basi mtumishi huyo ndo atapika chakula cha mume wake, mtumishi huyo ndo atafua nguo za mume wake, mtumishi huyo ndo atatandika kitanda cha mume wake, yeye ni kukaa tu basi. Wanawake wa kisalaf hawakuwa hivyo. Tayib, hiyo ni haq min huquqi az-zawj, ni haki miongoni mwa haki za mume. Haki ziko nyingi, haki za mume kwa mkewe ziko nyingi, lakini miongoni mwa haki ni al-qanaa bima ataha, ni kukinai na kile ambacho mumewe amempatia. Hiyo ni haki ya mume, usilalamike sana. Al-qanaatu bima ataha, ni kukinai na kutosheka na kile ambacho mumeo au mume wake amempatia. Almaratu salafia taqna, mwanamke kisalafi anakinai na anatosheka na kile ambacho amepewa na mume wake, min taamin, kutoka na chakula, wa kiswa, mavazi, na yale mahitaji mengineyo, maadamu uwezo mume wake umeishilizia hapo. Mtume alayhi wasallam anasema undhur ila man huwa asfala minkum, muangalieni yule ambaye yuko chini yenu nyinyi, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, na wala msimuangalie yule aliye juu yenu. Na hapa ndipo wanapokosea wanawake wengi wanawaangalia wanawake wa matajiri wanavyoishi, basi na wao wanataka waishi vile. Kwenye mambo ya kidunia, undhur ila man huwa asfala minkum, Mtume atuambia mambo ya kidunia, muangalieni yule ambaye yuko chini yenu nyinyi, wala tanzur ila man huwa fawqakum, na wala msimwangalie yule ambaye yuko juu yenu. Msimwangalie mke wa tajiri, muangalie mke wa maskini, alafu jiangalie wewe ulivyo. Hiyo ndio taujihi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rawahu Muslim. Kwa ukimwangalia yule ambaye yuko chini yako, utakinai na kichache ambacho unakipata kutoka kwa mume wako, kwa sababu kuna mwanamke mwenzako hapati hicho ambacho unakipata. Kwa almaratu salafia taqna, mwanamke wa kisalafi anakinai na kile ambacho anapewa na mume wake, watasbir, na anasubiri juu ya shida na tabu ambazo anapitia yeye na mume wake. Hiyo ni katika haki ya mume kwa mkewe. Mwanamke wa kisalafi hawe ni mtu mwenye kudaidai vitu na kumlimbikiza mumewe au kumlazimisha mume wake ajikalifishe kutafuta vitu ambavyo hana uwezo nao ili tu amridhishe mke wake, au hivi mwanamke wa kisalafi. Lakini min huquqihi aidha, miongoni mwa haki za mume, shukruhu adamu kufrani ihsan, ni kumshukuru mume wake na kutopinga ihsani yake. Shukruhu ni kumshukuru mume wake, wa adamu kufrani ihsanihi, na kutopinga ihsani yake. Na hapa ndipo napofeli wanawake wengi. Shukruhu wa adamu kufrani ihsani, ni kushukuru kwake na kutopinga ihsani yake. Anatakiwa mwanamke wa kisalafi amshukuru mumewe na asipinge ihsani ya mumewe, kwa sababu wanawake waovu wao hata wafanyiwe wema kivipi hawashukuru, bali wanapinga ihsani za waume zao. Qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah, law ahsanta ila ihdahunna dahra, lao utafanya wema wewe mume kumfanyia mmoja katika wanawake mwaka mzima, thumma ra'at minka shay'an, kisha akaona dosari moja tu kwako wewe, qalat, basi useme mwanamke huyu muovu, ma ra'aytu minka khairan qat, mwanamke gani wewe
una jema mwanamke wewe hata moja kwangu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hiyo mwanaume miongoni mwa haki anazotakiwa azipate kutoka kwako ni wewe kukithirisha kumshukuru mumeo. Ameleta dagaa, mshukuru. Ameleta sabuni, mshukuru. Chochote kile anachokileta basi jitahidi kumshukuru mume wako, na usipinge ihsani yako. Shukran ya zawjati, shukran ya zawji, shukran ya zawji, shukran ya zawji بالطعام بالكسوة بكذا 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 بالعصير. amekuletea juice, mwambie shukran ya zawji bilasir, shukran, nashukuru sana mume wangu kwa kuniletea juice. Kila anachokupatia jitahidi ushukuru, jitahidi ushukuru. Hata kaleta dagaa, mwambie nakushukuru sana mume wangu kuletea dagaa. Kila atakachokuletea jitahidi ushukuru, baada shukrillahi tabaraka wa taala, baada kumshukuru nani? Allah subhanahu wa ta'ala, ili usiingie katika hawa wanawake waovu ambao hata wafanyiwe wema mwaka mzima, kisha mwanaume akateza jambo moja tu, usema mwanamke huyo ma raaitu minka khairan qat. Kwa hiyo wewe kithirisha kushukuru na usinyamaze kimya. Hadhihi almar'atu salafi. Huyu ndio mwanamke wa kisalafi. Umeelewa? Wa min huquqihi aidan, na hili muhimu sana pia, adamu udhiyati, ni kutomuudhi mume wake. Almar'atu salafia la tuudhi zawjataha, ni kutomuudhi mume wake, la bil kalami wala bil af'al, si kwa maneno machafu na yasiyopendeza, wala kwa vitendo vichafu visivyopendeza, wala hali isiyompendeza mumewe. La tuudhi zawjaha, hamuudhi mume wake. Kwa hiyo adamu udhiyatihi, ni kutomuudhi mume wake katika miongoni mwa haki. Mtume alayhi sallam anasema la tuudhi imra'atun zawjaha fi dunya, mwanamke hatamuudhi mume wake hapa duniani, illa qalat zawjatuhu min al-huri al-ain, isipokuwa anasema mke wake huyo mume katika wanawake walio peponi, katika al-huru al-ain, usema wale wanawake wa peponi, la tuudhihi, anamwambia mwanamke, ila yeye hasikii, mwanamke usimuudhi huyo mume wetu, qatalakillah, Allah akulani wewe mwanamke, fa innama huwa indaka dakhilun, hakika huyo mwanaume huyo ameingia tu kwako mara moja, yushiku an yufariqaki ilaina, anakaribia kukuacha wewe aje kukusisi. Rawahu Tirmidhi wa sahahahu. Haya ndio maneno ambayo wanayazungumza mahurul ain, kuambia wanawake wa duniani hapa ambao wanawaudhi waume zao majumbani mwao. La tuudhi imraa, la tuudhi, wanasema usimuudhi, qatalakillah, Allah kulani wewe mwanamke wewe, fa innama huwa indak dakhilun, hakika huyo ameingia tu kwako mara moja, yushiku an yufariqaki ilaina, anakaribia kukuacha wewe aje kwetu sisi. Je, maneno haya kwa nini mwanamke wa Kiislamu asiwe na wivu? Kuona kwamba kumbe mume wangu huyu ana wanawake wengine wameandaliwa kwa ajili yake, basi hebu nisimuudhi. Lakini ahlul ilm wanasema mwanamke wa Kiislamu akijipamba na Uislamu na akamtii mume wake, akamjali mume wake, kawa hamuudhi mume wake, na akafa katika hali hiyo, basi huyo ndio mke wake wa kwanza peponi, na huyu ndio atakuwa ni bora zaidi kuliko hao mahuru al-ain. Wazi? Lakini hautakiwi kumuudhi mumeo, la bil kalami wala bil af'al, si kwa maneno wala kwa vitendo, maana ukifanya hivi unalaaniwa na mahuru al-ain ambao wameandaliwa kwa ajili ya huyo mumeo fil janna, katika pepo. Hizo ni baadhi ya hukuku, ziko nyingi, hizo ni baadhi ya hukuku. Tushikana hayo machache. Kwa hiyo mpaka hapo, hiyo ndio maana ya maneno ya muallif wafaqahu Allah ta'ala katika ad-darsu al-50. sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.